Jeshi la Mapinduzi la Iran IRGC limepiga ndege nyingine ya kivita ya Marekani aina ya F-18. Ndege ya kivita aina ya F-18 ya jeshi la kigaidi la Marekani imepigwa na kutunguliwa kwa kombora la kikosi cha wanamaji cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kusini mwa nchi. Idara ya uhusiano wa umma ya IRGC imeripoti kwamba operesheni hiyo ilifanywa kwa mafanikio na vitengo vya ulinzi wa anga Jumatano. Ndege ya kivita jeshi la Marekani aina ya F-18 ilipigwa ikiwa angani jioni kwa makombora ya mfumo mpya wa ulinzi wa anga wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu chini ya amri ya mtandao jumuishi wa ulinzi wa anga wa Iran na kuanguka kwenye bahari ya Hindi. Operesheni hiyo ni ya 4 kufanikiwa kutungua ndege za kivita za kimkakati za majeshi ya Marekani na Wazayuni katika anga ya Iran kupitia mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ambayo imetengenezwa na wataalamu wa Iran. Ndege nyingine 3 za jeshi la Marekani zilitunguliwa zikiwa kwenye anga ya nchi jirani. Katika taarifa tofauti mapema Jumatano, IRGC ilisema imetungua ndege zisizo na rubani katika anga ya nchi. Ndege hiyo hatari ililengwa na kuharibiwa ikielekea kwenye anga ya kusini mwa Iran. Idadi ya ndege zisizo na rubani za maadui zilizotunguliwa na ulinzi wa anga wa Iran hadi sasa inafikia karibu ndege 140. Vikosi vya majeshi ya Iran vimejibu uchokozi wa Marekani na Israeli kwa kufurumisha makombora mengi yanayoongozwa kwa usahihi na ndege zisizo na rubani za kisasa kabisa na kushambulia ngome na maslahi ya Marekani na Israeli kwenye eneo la magharibi mwa Asia katika mawimbi zaidi ya 80 ya mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyopewa jina la Operation Ahadi ya Kweli ya 4. Vilevile msemaji wa jeshi la Iran anasema takriban wanajeshi 800 wa Marekani na wa Israeli 1300 wameuawa vitani. Msemaji mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Iran amesema kuwa kulingana na makadirio ya kijeshi ya Iran, mamia wanajeshi wa Marekani pamoja na zaidi ya Waisraeli 1300 wameuawa kwenye vita vinavyoendelea ambavyo vilianzishwa na tawala hizo mbili dhidi ya Iran. Katika mahojiano mapana yaliyotangazwa na chaneli ya habari ya televisheni ya taifa ya Iran, Brigadier Generali Abolfaz Shekarj amethibitisha taarifa za hasara kubwa miongoni mwa wanajeshi wa Marekani, akisema makadirio yanaonyesha kati ya wanajeshi 600 hadi 800 wa Marekani wameuawa huku karibu wengine 5000 wakijeruhiwa. Aidha, jenerali huyo amenukuu vyanzo vilivyoko ndani ya Israeli vikisema kuwa Waisraeli 1321 wameangamizwa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Iran. Amebainisha kuwa idadi hiyo ni ndogo kuliko hali halisi, kwani tawala za Israeli na Marekani zimekuwa zikibana sana hasara zao katika vita hivyo. Pia amesema Iran inaendelea kufuatilia kwa karibu harakati za majeshi ya Marekani kwenye eneo lote la Asia Magharibi, akisisitiza kuwa muundo wa kijeshi wa Marekani kwenye eneo hilo umeporomoka kwa muda mfupi sana. Brigadier General Shekarch amekosoa vikali chokochoko na uchokozi wa jeshi la Marekani katika eneo la Asia Magharibi, huku akifafanua kuhusu hatua za Iran kujibu mashambulizi yanayoendelea dhidi yake. Amefichua kuwa wanajeshi wengi wa Marekani sasa wamelazimika kuondoka katika baadhi ya kambi zao za kijeshi na kutafuta hifadhi katika hoteli ya kiraia katika nchi za eneo, hatua aliyokosoa akisema ni jaribio la kutumia majengo ya kiraia kama ngao ya shughuli za kijeshi. Brigadier General Shekarch ameongeza kuwa tumebomoa kambi 17 za Marekani katika eneo hili na wameshindwa kulinda wanajeshi wao na miundombinu yao, na hilo ni pigo kubwa kwa haiba na itibari ya Marekani. Msemaji huyo pia amesisitiza kuwa doctrine ya kijeshi ya Iran inalenga hasa kujibu uchokozi na kwamba Iran haitaki kuanzisha migogoro isiyo lazima. Hata hivyo, amesisitiza kuwa azma ya Iran haitayumba kukabiliana na uingiliaji wa kigeni unaoendelea, akiashiria masharti yaliyotolewa na kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei. Amesema vikosi vya Iran viko tayari kuyalinda. Amesema hali ya lango bahari la Hormuz haitarudi tena kama ilivyokuwa hapo awali. Jenerali huyo amesisitiza tena kuwa hatua za kijeshi za Iran zinalenga kulinda mamlaka na uhuru wa nchi pamoja na kuhakikisha usalama wa eneo wa kushambulia raia wasio na hatia. Msemaji mkuu wa vikosi vya ulinzi vya Iran amesisitiza kuhusu azma ya Iran ya kuendelea na mapambano hadi malengo yake yatakapofikiwa. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Iran imetoa onyo kali kwa nchi jirani inayoshirikiana na Marekani. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf ametoa onyo kali kuhusu mpango wa pamoja unaolenga kutoa kisiwa cha Iran, mpango unaoungwa mkono na mshirika wa kikanda wa maadui. Katika chapisho aliloweka kwenye ukurasa wake wa X siku ya Jumatano, Kalbaf ametoa onyo kali kuhusu uwezekano wa operation ya kukalia kwa mabavu mojawapo ya visiwa vya kimkakati vya Iran,
akisema kuwa maadui wa nje wanashirikiana na nchi jirani ili kutekeleza ajenda yao ya uhasama. Kalibaf ameonya kuwa ikiwa watathubutu kuchukua hatua hata moja, miundombinu yote nyeti ya nchi hiyo ya kikanda itakuwa shabaha ya mashambulizi bila mipaka. Tawala za kigaidi za Marekani na Israeli zilianzisha vita vya kichokozi dhidi ya Iran kwa kumuua shahidi kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Imam al-Khamenei pamoja na makamanda kadhaa waandamizi wa kijeshi na raia wa kawaida mnamo Februari 28 sawa na Ramadhani ya 10. Vile vile Iran imetoa majibu hasi kwa pendekezo la Marekani linalolenga kukomesha vita vinavyoendelea hivi sasa, likisisitiza kwamba jambo hilo litatokea kwa masharti na ratiba ya Teheran. Afisa mkuu wa usalama wa kisiasa amesema kupitia Press TV. Akizungumza na Press TV, afisa huyo amesema Iran haitamruhusu rais wa Marekani Donald Trump kuamua muda wa mwisho wa vita hivyo. Iran itamaliza vita itakapoamua kufanya hivyo na wakati masharti yake yatakapotimizwa. Afisa huyo amesema, akisisitiza azma ya Teheran ya kuendelea kujilinda na kutoa vipigo vizito dhidi ya adui hadi matakwa yake yatakapotimizwa. Kwa mujibu wa afisa huyo, Washington imekuwa ikiomba kufanya mazungumzo kupitia njia mbalimbali za kidiplomasia, ikitoa mapendekezo ambayo Teheran inayaona kama ya kupita kiasi na yasiyo na uhusiano wowote na hali halisi ya kushindwa Marekani kwenye uwanja wa vita. Afisa huyo amefananisha raundi mbili za awali za mazungumzo yaliyofanyika baina ya Iran na Marekani katika majira ya machipuo na ya baridi kali ya 2025, akizitaja kama udanganyifu. Katika hali zote mbili, afisa huyo amesisitiza Marekani haikuwa na nia ya dhati ya kushiriki katika mazungumzo yenye maana na baadaye ilifanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Kwa kuzingatia ukweli huo, Teherani imeainisha ombi la hivi karibuni la Marekani ambalo limetolewa kupitia mpatanishi rafiki wa kikanda kama njama ya kuzidisha mvutano na imetoa majibu hasi kwa ombi hilo. Afisa huyo ameeleza masharti 5 mahususi ambayo Iran itayakubali kwa ajili ya kukomesha vita, ambayo ni kukomesha kabisa uchokozi na mauaji ya kigaidi yanayofanywa na adui hapa nchini, kuanzisha mifumo thabiti ya kuhakikisha kwamba vita havirudiwi tena dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, kutolewa dhamana ya fidia na uharibifu wa vita na fidia nyingine zilizoelezwa kwa uwazi, kukomeshwa vita katika pande zote na kwa makundi yote husika ya mukawama katika eneo la Asia Magharibi, na utekelezaji wa mamlaka ya Iran katika lango bahari la Hormuz, ambayo yatabaki kuwa haki ya asili na kisheria ya Iran na ni dhamana ya utekelezaji wa majukumu ya upande mwingine na ulazima kutambuliwa rasmi. Afisa huyo ameeleza kwamba masharti haya ni pamoja na matakwa yaliyowasilishwa hapo awali na Teheran wakati wa duru ya pili ya mazungumzo huko Geneva, ambayo yalifanyika siku chache tu kabla ya Marekani na Israeli kuanzisha uchokozi mpya dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Iran imewafahamisha wapatanishi wote wanaotenda kwa nia njema kwamba kusitisha mapigano kunategemea kukubalika kwa masharti yake yote. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika kabla ya hapo. Afisa huyo amesisitiza na kusema Iran itaendeleza operesheni za kujilinda hadi masharti yaliyoainishwa yatakapotimizwa. Vita hivi vitafikia tamati wakati Iran itakapoamua kuvimaliza, si wakati Trump atakapofikiria kumalizika kwake, ameongeza afisa huyo wa Iran. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Shukran kwa baba wiki vita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.